Mheshimiwa rasmi, tumekuwa tukitoa mikopo mingi katika sekta hii kwa utaratibu ambao tumekuwa tukitoa nao siku zote, lakini mpango huu ni mpango bunifu na shirikishi ambao tumeshirikiana na tume kujadiliana jinsi gani ya kuboresha mikopo hii kwa walengwa. Mikopo mingi tumeitoa, na ukiangalia kwa haraka haraka hadi kufikia sasa benki ya CRDB imetoa mikopo yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 186 katika sekta ya madini, ambapo bilioni 136 zimetolewa kwa wachimbaji wakubwa na shilingi bilioni 50 kwa wachimbaji wadogo. Bilioni 50 kwa wachimbaji wadogo ni kidogo sana, lakini tulifanya hivyo kwa sababu tulitumia mawazo ya kwetu katika ukopeshaji na kwenda kwa umakini zaidi, lakini tukifanya kwa ushirikishaji tutakwenda mbele zaidi na zaidi. Mheshimiwa rasmi, pamoja na jitihada hizi ambazo nimezitaja, benki ya CRDB imekuwa, tunatambua bado wachimbaji wadogo ambao ndio wengi wamekuwa wakikumbana na changamoto nyingi ambazo nimezitaja. Pamoja na changamoto hizo, ili kuboresha huduma zetu, naomba niguse sehemu hii muhimu. Kwa muda mrefu tumekuwa tukitafuta suluhisho bora la kuwafikia na kuwahudumia kulingana na mahitaji yao, na leo hii tunakwenda kufanikisha hii shughuli kwa kushirikiana na wenzetu watumia madini. Mpango tutakaozindua leo umezingatia mambo mengi, ikiwemo matumizi ya dhamana mbadala. Hii ni kwa mara ya kwanza kwa benki kukubali dhamana zinazotokana moja kwa moja na shughuli za uchimbaji badala ya mali zisizohamishika. Kwa wenzetu ambao mmepata mikopo, na mmoja amesema hapa, akasema alipata lakini baada ya muda. Mara nyingi hata sasa hivi ndani ya ukumbi huu nikikutembea sasa, naomba shilingi 50,000, hautanipa haraka. Sema za nini? Yani ghafla tu, au niamini haraka. Na hiyo ndio taswira ya kukopeshana inavyokuwa. Hata kwenye benki tunaangalia tukopeshe kwa mfumo gani, lakini ninachofurahia leo hii niseme tu, katika mikopo hii dhamana zitakazokuwa zinatumika zaidi: moja, leseni halali ya uchimbaji; la pili, mikataba ya mauzo ya dhahabu ulionayo, akiba ya dhahabu iliyohifadhiwa katika viwanda vya kusafisha, mikataba ya makubaliano ya mauzo kutoka kwa take-off ambao wananunua dhahabu hizo. Huu ni uthibitisho kuwa benki imeamua kusikiliza sekta, kuelewa na kubuni suluhisho linaloendana na mazingira halisi yaliyopo. Zaidi ya hapo, mpango huu umeundwa kwa mtazamo wa mnyororo mzima wa thamani, kuanzia uchimbaji, uchakataji, uhifadhi, usafishaji, biashara hadi masoko ya ndani na nje, ukijumuisha huduma mbalimbali zinazolenga kuwezesha wachimbaji wadogo, ikiwemo mkopo wa mtaji au mikopo ya mitaji, mikopo ya ununuzi wa mitambo na vifaa, mikopo inayodhaminiwa na dhahabu au gold backed facilities, huduma za bima, akaunti maalum za miamala ya madini na dhahabu. Pamoja na uwezeshaji huu kupitia programu ya Imbeju, nadhani mnaisikia, kwa wale wanaolima wasikia go green with Imbeju. Sasa hatuna neno zuri la go green na
madini, lakini niseme kupitia programu yetu ya Mbeju inayotekelezwa na taasisi yetu ya CRDB Foundation, pia tunalenga, naomba mtisikie vizuri hapa, na wamesema hapa, na hili ni jambo la msingi kwenye kukopeshana. La kwanza, kupata elimu ya fedha kwa wachimbaji na jamii zinazozunguka migodi. Wengi tunafahamu kihistoria, mwenyekiti wa FEMATA atakuwa anafahamu, watu wa migodi wanapenda sana kukaa na hela wameshika tu, anazifunua anazirudisha, anaona anatabasamu kama alivyosema. Lazima kupata elimu ya fedha, ni jinsi gani fedha hizo unaweza kuzitumia na kupata zaidi. Mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa biashara, kuwaunganisha wachimbaji na wataalamu wa kiufundi ili kuboresha uzalishaji, usalama kazini na ulinzi wa mazingira. Mheshimiwa rasmi, maeneo machache nimalizie. Ni kwa nini wachimbaji wadogo ni muhimu sasa kwa taifa? Wachimbaji wadogo sio wadogo kwa mchango wao, ila wao ni chanzo cha ajira vijijini. Kwa wengi ambao wamesafiri kwenda njia ile ya Katoro wapi huko, unaweza kuwa ni kiasi gani watu wanahangaika eneo hayo.